أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم القائل في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقا في الدين، والحقنا بالصالحين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة، والحث على تمسك كتاب الله سنة رسوله، الدعاء للهدى والدلالة على الخير بتغاج الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. إخواني في الله, hii ni darsa yetu ya mwanzo ambayo kwamba tasoma fiqhul muamalat. Fiqhi inagawanyika katika vigawanyiko vinne. Vigawanyiko vya fiqhi ni vigawanyiko vinne. Kuna fiqhul ibadat ambayo kwamba inaanza kuanzia kwenye masala ya tahara, inaishia kwenye kitabu al-hajj. Inaitwa fiqhul ibadat, mambo ya ibada. Inaanza kuanzia tahara, inaishia katika babu al-hajj. Hii inaitwa fiqhu al-ibadat. Kisha kuna fiqhul muamalat, kuanzia masala ya bay', namna ya kununua, namna ya kuuza, sharti zake, masala ya riba, masala ya anwa'i za buyu', masala ya qardhi, masala ya qardhi sharika na mfano wake. Hii inaingia katika fiqhul muamalat. Kisha sampuli ya tatu au robo ya tatu ya fiqhi ni fiqhul ankiha au fiqhu ahwali shakhsiya, masala ya ndoa, namna gani utaoa, sharti zake ni zipi, nguzo zake ni zipi, utaacha namna gani, sharti zake ni zipi, mambo ya idda na mfano wake, mambo ya radha na wama ila dhalik. Kisha robo ya nne ya fiqhi inaitwa fiqhu aljinayat, mambo ya mtu ameua, mtu ameiba, mtu amefanya hivi, fiqhu ya mambo ya jinai. Kwa hivyo aqsam za fiqhi ni nne au robo za nne za fiqhi ni nne. Ni fiqhu alibadat, ni fiqhu almuamalat, ni fiqhu alankiha au ahwalu shakhsiya, kisha na fiqhu aljinayat. Vigawanyiko vinne. Fiqhi ambayo kwamba taisoma au kigawanyo cha fiqhi ambacho kwamba tutakisoma ni fiqhu almuamalat, mambo ya miamala, kwa sababu mambo haya ya fiqhu alibadat tumeyasoma sana kwenye vitabu vingi, kuanzia kwenye risala, kwenye safina, kwenye durar, kwenye mukaddima na mfano wake. Lakini masala haya mimi nimependelea kuweka darasa hii katika fiqhu almuamalat kwa sababu fiqhi hii inawasumbua watu wengi sana. Na rubama biidhnillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akituwezesha fil ayami almuqbila, katika siku za usoni huko, tunaweza kusomesha hii kitabu chote. Fiqhul muamalat tasoma katika kitabu cha Fathul Qarib, kitabu cha Fathul Qarib almujib fi sharh alfadh at-taqrib au alqawl almukhtar fi sharh ghayat alikhtisar cha al-Imam Ibn Qasim al-Ghazzi al-Gharabili, mmoja katika a'immatu wa fiqh wa shafi'iyya. Na sote tunajua hii ni sharhi ya matn Abi Shuja', na sote tunafahamu kwamba Abi Shuja' ni katika mutuni ambazo kwamba mutadawala, ni katika mutuni ambazo kwamba zimeenea katika al-fiqh shafi'i, lakini katika mutuni ambazo kwamba ulama wametegemea katika kuzisomesha na kuzihifadhi, na ni kitabu ambacho kwamba taban mubarakun fihi. Allah subhanahu wa ta'ala amekibarik, na shuyukhi zetu wako wengi tu ambao kwamba walikuwa wamekihifadhi kwa moyo chote. Miongoni mwao ni al-Imam Hasan bin Ali as-Saqaf hafidhahullah ta'ala. Kwa hivyo katika ishara au katika dalili zinazoonyesha kwamba kitabu hiki ni mubarak ni shuruhi zake kuwa nyingi. Shuruhi zake ni nyingi, hawashi zake ni nyingi, takrirati pia za ulama juu yake ni nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala
aturuzuku kukifahamu na atujalie kukifanyia kazi. Bismillahirrahmanirrahim. Taban kabla pasna kutawilisha tutaanza kwa na afdal ni mtu awe na kitabu hiki Fathul Qarib al-Mujib ziko madukani, mtu anaweza kudownload katika Google ili uweze kufuatilia kama tunavyoenda harfu kwa harfu, kilima kwa kilima, kwa sababu biidhnillah ta'ala kwa fadla za Allah subhanahu wa ta'ala tutashirihisha kilima kwa kilima, neno kwa neno, jumla kwa jumla. Tutumia uslubu ule wa fuqaha ambao kwamba wanautumia, ndio uslubu al-fiqh, al-uslubu al-ilmi ambao kwamba unamjenga talibul ilm. Tutashirihisha kilima kwa kilima, jumla kwa jumla, na tutashirihisha si sharhi fupi wala si sharhi ndefu sana. Tutasharhisha kwa namna ambayo kwamba mubtadi atafaidika, lakini mutawasit anaweza kufaidika pia, na muntahi pia anaweza kujikumbusha. Kitabu al-Buyu'i wa ghayriha min al-muamalat. Hiki ni kitabu cha bai', ni kitabu cha biashara na mengineyo kutokamana na miamala. Asema katika Fathul Qarib kitabu ahkami al-buyu'i, hiki ni kitabu cha hukumu za bai' wa ghayriha na mengineyo min al-muamalati, miongoni mwa miamala. Ka qiradhin, kama masala ya qirad, mikopo, au kwa lugha nyingine ambapo kwamba pia ipo inatumika kwa fuqaha al-mudharaba, wa sharikati, na masala ya ushirika. Kuna bai' ni kuuza na kununua. Sharika wewe humuuzii yule mtu, lakini ni namna gani mtashirikiana kumuuzia mtu, sharika. Naam. Wal buyu', na buyu' jam'u bay'in, ni jam'u ya bai', yani neno buyu' ni jam'u, umoja wake ni bay'un. Wal bay'u lughatan, na bai' katika lugha muqabalatu shay'in bi shay'in, ikubadilishana kitu kwa kitu. Lakini baadhi ya fuqaha wakasema hapa inabidi kuongezwa kitu, muqabalatu shay'in bi shay'in ala wajhi al-muawadha, kwa njia ya badali, kwamba mimi na wewe unanipa, mimi nakupa badali yake, ili isiingie masala mathalan kama ya salam, muqabalatu shay'in bi shay'in. Pia iyadatul marid, mimi nimekutembelea ulipokuwa unaumwa, wewe ukaja ukanitembelea, asema haya siingie ala wajhi almuawadha. Lakini baadhi yao wasema la, ibaki itlaq lughawi katika itlaq ya, kwa sababu fuqaha wao hawaingili masala ya kilugha. Fadakhala, vikaingia katika hii taarifu ya kilugha muqabalatu shay'in bi shay'in ma laysa bimalin, vitu ambavyo kwamba si mali. Ka khamrin, kama pombe shar'an si mali, sababu al-ashya al-mutanajjisa shar'an havizingati kwamba ni mali. Wa amma shar'an, ama definition taarif ya bai' kisheria, fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi, basi ile nzuri zaidi au maneno mazuri zaidi yaliyosemwa katika definition yake, annahu, ni kwamba yani bai' tamliku ainin maliyatin, ni kumilikisha mtu kitu. Ain ni kitu ambacho kwamba kinaonekana, maliyatin ambacho kwamba kina sifa ya umali, bimuawadhatin, kwa badali, biidhnin shar'iyyin, kwa idhni ya kisheria. Tamlik maana yake unamilikisha, ai ni kitu, malia. Hapa wameweka jumla hii ya malia kutoa vitu ambavyo kwamba haviingii katika almalia, kama vitu ambavyo kwamba najsi, mathalan mbwa, mbolea, damu yako, damu ya mtu, yani hii haingii katika malia. Hii vitu katika sheria vinaitwa ikhtisas, havitu mal, vinaitwa ikhtisas, ni kitu ambacho kwamba ni mahsusi, kinakuhusu wewe tu. Kwa hivyo hivi navyo katika fiqh navyo
vina miamala yake, ambavyo kwamba sisi katika alfiqhu Shafi'i kuuza ain ambayo kwamba najisi kama tutakavyoona hapa haifai. Mfano mbwa katika alfiqhu Shafi'i haifai. Mbolea najisi haifai. Damu pia kuuza katika alfiqhu Shafi'i bilafdhi albay'. Hapo tufahamiane vizuri sana, kukiuza kitu hiki bilafdhi albay', kwa tamko la bay', kuuza, hadha la yajuz. Anga katika alfiqhu alhanafi na kwa jumhuru alfuqaha inafaa. Lakini pia katika fiqhi yetu alfiqhu Shafi'i iko njia ya kufaa kuviuza vitu hivi kama tutakavyoona maashiria al-Imam al-Bajuri pia katika hashia yake ala Fath al-Qarib, ambacho kama inaitwa raf'u al-yad au raf'u al-yad عن الاختصاص. رفع اليد عن الاختصاص yani mimi nahitaji mbwa kwako, au nahitaji mbolea, au nahitaji damu, sinunui, bali nakupa pesa ili wewe ujivue katika kile kitu chako. Hii ni kitu mahsusi kwako, ni haki yako. Kwa hivyo mimi nakupa pesa, siko kwa unaniuzia, la, nakupa pesa ili wewe ujivue kwa yule mbwa. Mathalan, huyu ni mbwa wangu au ni mbolea. Kisheria katika alfiqhu Shafi'i kuuza hii haifai. Nasemaje? Nakupa pesa ili ujivue katika hii peni, yani ujivue ule umiliki wako katika hii peni. Wanaita raf'ul yadi anil ikhtisas. Katika alfiqhu Shafi'i ndio njia yetu. Ama ikiwa ni Hanafi au kifuata kauli ya jumhur, la, inafaa kwa lafdhul bay'. Ndio akasema annahu tamliku ainin maliya bimuawadha. Tabana atashirisha huko bimuawadha biidhnin shar'iyyin, lakini iwe ni kwa idhini, kwa ruhusa ya kisheria. Isiwe ni muamala ambao kwamba hauna ruhusa ya kisheria, kama muamala wa kiriba. Mathalan, na kuuzia dhahabu gram 50 kwa dhahabu gram 60. Huu ni muamala wa kiriba, hauna idhni shar'i, hauna ruhusa ya kisheria. Muamala huu hauingii katika al-bay'. Tamliku ainin maliyatin bimuawadhatin biidhnin shar'in. Haya ndio maelezo yake kwa ufupi, wa ila maelezo yake marefu, kila jumla ina maelezo yake. Au tamliku manfaatin, au definition nyingine ya al-bay' ni tamliku manfaatin, kummilikisha mtu manufaa, mubahatin, ambayo kwamba ni halali, ala taabidi, kwa milele, bithamanin maliyin, kwa thamani ya kimali. Biashara, ima umuuzie mtu kitu, ain, kitu, mathalan nikuuzie hii nyumba, au nikuuzie hii kalamu, au nikuuzie hii lebrar, au nikuuzie gari mfano wake, au nikuuzie kiwanja. Hii inakuwa nimekuuzia ain, kitu chenyewe. Sampuli nyingine ya biashara ni kumuuzia mtu, humuuzii mtu kitu, lakini unamuuzia mtu manufaa ambao kwamba ni mubaha taban manufaa ambao kwamba ni halali. Mfano wake vipi? Mfano wake, mimi nina nyumba hapa, nyumba yangu hii hapa, na ina ardhi yake inakuja mpaka hapa. Wewe una nyumba yako ambayo kwamba iko nyuma ya nyumba yangu, iko njia ya kukufikisha katika nyumba yako, lakini njia ya kuzunguka, labda hapa nyumba zote zina fences, mpaka uzunguke kule ndio uje ufike hapa kwako. Lakini iko njia hapa ya mkato, lakini njia hii ya mkato ni lazima upite katika ardhi yangu, na mimi sitaki upite, sitaki upite bure. Utafanya vipi? Au kaja kwangu, bwana naomba uniuzie hii ardhi bwana, ili iwe ni sahali kupitisha gari yangu bwana kufika hapa kwako. Sema la, siuzi ardhi. Huuzi ardhi, basi niuzie haki ya kupita, haqul murur. Wanaeleza hivi katika fiqh, haqul murur. Hii ni katika bai'ul manfa, katika biashara ya manufaa, na kuuzia haki ya kupita hapa.
Sikuuzia ain, sikuuzia kipande cha ardhi, na kuuzia haki ya kupita kwenda hapo. Na hii hata ishaye kutokea pokuwa tukisoma darasa moja, ikawa hapa ni madrasa, kunataka kujengwa hapa madrasa. Gari ili ifike hapa kuleta simenti, kokoto na mfano wake, lazima ipite katika ardhi ya huyu ambaye kwamba yuko mbele yetu. Na huyu ambaye kwamba yuko mbele yetu alikuwa ghairu muslim. Akasema la, sitaki gari zipite hapa ila mununue haki ya kupitisha hizi gari. Kabidi akapewa pesa. Taban katika biashara hakuna Muislamu au ghairu Muislamu au asiyekuwa Muislamu. Biashara ni biashara tu. Kwa hivyo hii inaitwa bai'u manfaa. Mfano wake, na nyumba miyangu ya ghorofa. Kaja ukaniambia bwana, niuzie nyumba yako. La, siuzi. Basi niuzie huu sakafu juu uko nijenge. La, pia siuzi. Isipokuwa nitakupa tu uje ujenge hapo juu. La. Kasema bwana utanipa, lakini siku naweza tukagombana bwana ukanifukuza huko juu. Basi nitakuuzia haki ya kujenga, haqul bina. Sikuuzii sakafu juu, na kuuzia haki ya kujenga huko juu. Ni tutamliku manfaa, unamuuzia mtu manfaa. Na mfano wake sura zake ni nyingi taban katika fiqh. Lakini ala ta'bid, kwa milele. Kwa sababu bai' ili itwa bai', biashara ili itwa biashara, lazima iwe kuna umilele, yani umilikisha mtu moja kwa moja. Ama ikiwa kuna ta'qid, kuweka muda maalumu, hiyo inatoka katika muamala wa biashara, inaingia katika muamala mwingine ambao kwamba unaitwa al-ijara, kukodisha. Kitu chote mtu kwamba kina ta'qid, akiingia katika bai', kinaingia katika al-ijara. Kwa hivyo fa kharaja, ukatoka bimuawadha, kwa kipengele hiki cha muawadha, kumilikisha mtu kitu kwa badali. Ikatoka nini? Ikatoka alqardh, mkopo. Lakini shuraha unasema la, hii kusema ikatoka alqardh, hii qaul ghair daqiq. Kwa sababu gani? Wasema qardh kuna badali ndani yake, kwa sababu mimi nakupa kitu ili baada yake na unirudishie, sikupi bure. Wasema kauli ambayo kwamba ni daqiq zaidi, ni angesema fa kharaja bimuawadha alhiba, hiba, hidaya, zawadi. Zawadi ni mimi nakupa kitu lakini sichukui badali kutoka kwako, lakini qardhi nakupa ili unirudishie. Lakini baadhi ya shuraha wakasema la, wakaitetea hii kauli, wakasema la, ameitumia hii, ameweka mfano wa qardh, kwa sababu yani qardh mkopo nakupa sasa hivi, lakini wewe hunipi badali sasa hivi, utairudisha badali lakini baada ya muda. Kwa hivyo kana kwamba si badali ya papo kwa papo, ndio maana yake akaweka hii qardh. Alhasil, wa biidhni shar'i, na ikatoka kwa kifungu hiki cha idhnun shar'i, kwa idhni ya kisheria. Riba haijaruhusiwa kisheria, kwa hivyo haingii katika bai'. Wadakhala fi manfaatin, na ikaingia katika hii kipengele manfaa, yani katika hii definition ya pili, tamliku manfaa, tamliku haqil bina, kummilikisha mtu haki ya kujenga. Humuuzii mtu kitu, lakini umemuuzia mtu manfaa. Sababu mimi nikikuuzia haki ya kujenga hapa, si kuuzia juu, nimekuuzia manufaa, kunufaika na hicho kitu. Mfano hapa nimekuuzia manufaa ya kupita, sijakuuzia hii ardhi. Kwa mfano mimi hapa nikija kuuza hii nyumba yangu na hii ardhi, naweza kuiuza, lakini yule atakayenunua anainunua hii ardhi hala kauniha masluba almanfaa. Manufaa inakuwa ni haki ya yule alonunua, lakini milki yake inakuwa ni ya huyo. Mambo yako hivyo. Wa kharaja bi thamani, na ikatoka kwa hii kifungu ya thaman al-ujra, ujira unaotoa, kodi unaotoa, fil ijara, katika kukodisha. Lakini fuqaha pia shuraha wakasema la, ujira ni mukabil, ni thamani. Ule kodi unaotoa ni thamani ambayo kwamba unaitoa kwa mukabil ya kunufaika na ile sehemu. Kwa sababu bai', tofauti ya bai' na ijara ni kwamba bai' unanunua kitu, ijara unanunua manfaa. Kwa hivyo kuna thamani unaoitoa. Kasema badala yake angelitumia kharaja bihi alwaqfu walwasiya, angeweka waqfu au wasiya, fa kharaja bi thaman alwaqfu au alwasiya. Waqfu au wasiya, waqfu ni kummilikisha mtu kitu,
ala ta'bid, kumilikisha mtu kunufaika na kitu, kumilikisha mtu manufaa ya kitu, ala ta'bid, kwa milele, lakini bighairi iwadh, yani bighairi thaman, hakuna thamani ambayo kwamba anaitoa. Au wasia, bwana mimi nikifa na usia ndugu yangu fulani apewe nusu ya hii maktaba anufaike nayo. Umemilikisha mtu ala ta'bid, umemilikisha mtu manufaa ya hiki kitu ala ta'bid, lakini pasina nini? Pasina thamani. Alhasil, fa innaha la tusamma thamanan, hakika kodi unaitoa katika kukodisha haitu thaman, inaitwa ujra, inaitwa kodi, haitu malipo. Kuna malipo na kodi. Malipo ni kitu, pesa ambayo kwamba unaitoa kununua kitu moja kwa moja. Kodi ni pesa ambayo kwamba unaitoa kwa ajili ya kunufaika na kitu kwa muda. Sasa hapa kuna mambo mingi ambayo kwamba al-Allama Ibn Qasim al-Ghazzi au sahibu al-Matni Abi Shuja hajayataja ambayo kwamba yanahusiana na huu mlango. Taban hajayataja bitafsil kwa kuyapambanua, lakini ametaja jumlatan, kiujumla. Wacha tusome baadhi ya ibarat katika hashia ambazo kwamba zitatuwekea wazi hayo mambo ambayo kwamba hajayataja. Mfano katika mambo ambayo kwamba hajayataja hapa Ibn Qasim al-Ghazzi bitafsil ni shurut au arkan al-bay', nguzo za bay', nguzo za biashara, nguzo za kuuziana. Arkanul bay' kama tutakavyosoma hapa, taban ibara ni 3 biljumla, lakini 6 bitafsil. Ni al-aqid, al-ma'qud alayh na as-sigha. Al-aqid ni al-ba'i' wal-mushtari, yule mwenye kununua na mwenye kuuza. Al-ma'qud alayh ni thamanu na muthman. Thamani ni kile pesa unayotoa kununua kitu, muthman ni kile kitu unachopewa, na sigha ni al-ijab wal-qabul, nimekuuzia, nimenunua. Katika hasha anasema awalan, biashara ni kitu ambacho kwamba kinafaa katika kisheria. Wal aslu fihi qabla al-ijma', na asli katika kufaa biashara kabla al-ijma', kabla ya makubaliano ya wanazuoni. Ayatu ni aya nyingi, qawlihi ta'ala, kama kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa halallahu al-bay'a, Mwenyezi Mungu amehalalisha biashara, wa harrama riba, na ameharamisha riba katika surati al-Baqara. Wa hadithu, na ziko hadithi tele ambazo kwamba zinazojulisha katika kufaa kwa biashara, ka qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, innamal bay'u, hakika biashara, an taradhi, ni kwa kuridhiana. Wa khabar, na khabari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inasema, suila Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ayul kasbi atyab, ni chumo gani ambalo kwamba ni bora zaidi? Qal, Mtume akasema, amalu rajuli biyadihi, ni kazi ya mtu anayefanya kwa mkono wake. Wa kullu bay'in mabrurin, na kila biashara ambayo kwamba nzuri, ay ambayo kwamba la ghisha fi, ambayo kwamba haina ghushi ndani yake, wala khiyana, wala haina khiyana. Wa arkanuhu, mahallu shahid, nguzo za biashara, 3 ni 3, ijmalan, kiujumla, wa 6 na ni 6, tafsilan, ki upambanuzi. Ya kwanza ni aqidun, nguzo ya kwanza ni aqid. Aqid anaingia hapo bai'un wa mushtarin, mwenye kuuza na mwenye kununua. Wa ma'qudun alayhi, nguzo ya pili ma'qudun alayhi, ambao kwamba ni thamanun wa muthman. Ni muthman useme muthamman, na thamanun, thamani ile pesa ambao kwamba unaitoa kununua kitu. Muthman ni kile kitu unachopewa badali ya ile pesa uliyotoa. Wasighatun, na sigha ambao kwamba ni ijabun wa qabulun. Ijab ni ile kusema nimekuuzia, qabul ni kusema nimenunua. Asema al-Imam al-Bajuri, wa shurita fil aqidi, na imeshartiwa katika huyo al-aqid, mwenye kufunga huo muamala, bai'an au mushtariyan, au ni mwenye kuuza au mwenye kununua, itlaqu tasarrufin, lazima au ni mutlaqu tasarruf. Hizi ni katika mambo muhimu ambayo kwamba taban lam tudhkar huna. Lazima yule mtu ambaye kwa mwenye kuvaana na huo muamala, mwenye kuuza, mwenye kununua, lazima awe ni mutlaqu tasarruf, ambapo kwamba ana uhuru kisheria wa matumizi. Itlaqu tasarruf manake ni huyo mtu awe inafaa kwake kubashiri miamala kama hii kisheria pasi na kifungu.
yani pasi na kipengele shar'an taban. Fala yasihu aqdu sabiyin, hausihi muamala wa mtoto mdogo, kwa sababu ni ghairu mutlaqi tasarruf. Matumizi ya mtoto mdogo katika mali zake yapo katika mikono ya msimamizi wake. Umajnuni na mwendawazimu, mwendawazimu hana mutlaqu tasarruf, hana uhuru wa matumizi, hana uhuru wa kuvana na miamala. Uwezi ukaenda ukauzia nyumba na mwendawazimu na ukanunua, la, hadha ghairu mutlaqi tasarruf. Matumizi yake yapo katika mikono yule anayemsimamia. Wa mahjurin alayna, mtu alowekewa hajri, alozuiliwa na kadhi, bisafahin, kwa upumbavu. Kuna mtu ambaye kwamba anaitwa katika fiqh mahjur, ni mtu ambaye kwamba alowekewa pingamizi la matumizi, pingamizi la miamala na kadhi kwa ajili ya maslahi yake. Taban mtu ambaye kwamba ana ubadhirifu kadha, hana mipangilio katika mali zake, anafuja tu na nini, la, huyo anawekewa limits na kadhi. Huwezi kutumia mali zako vile unavyotaka, yani huwezi kuuza, kununua mpaka kwa idhini ya kadhi, na ya kadhi anakuwa anakupangia matumizi yako na mfano wake. Wewe unaitwa mahjurun alayhi. Wa adamu ikrahin, lakini pia yule mtu mwenye kuuza kununua lazima asiwe amelazimishwa. Kwa hivyo kuna kipengele hiki cha adamu ikrah, kuto kutendeshwa nguvu, kuto kulazimishwa. Lakini kuto kulazimishwa huko ni bighairi haqqin, pasi na haki. Yani mtu auze asiwe amelazimishwa pasi na haki. Ama akilazimishwa kwa haki, haina masala mengine. Fala yasihu aqdu mukrahin, haisihi biashara au muamala wa mtu aliyolazimishwa fi malihi, katika mali yake, bighairi haqqin, pasi na haki. Yani mtu umekuja umemshikia bunduki, bwana uza hii nyumba, nataka pesa, wa ila usipouza nitakuroga na mfano wake, hii biashara yake haisihi. Lakini ikiwa ni bihaq, mfano wake kama hapa alivyoeleza, fa in kana bihaqin sahha, ikiwa ni kwa haki itasihi, kama alivyoeleza hapa. Ikiwa amelazimishwa kwa haki, mfano mahakama imetoa amri, huyu mtu anadaiwa, ameshindwa kulipa, kadhi, mahakama imetoa amri ya kwamba lazima mali yake fulani iuzwe ili deni lilipwe, huyu amelazimishwa. Lakini amelazimishwa bihaqi, kwa sababu anadaiwa na ameshindwa kulipa deni la watu. Tuko vizuri sana? Deni limemkabili na ana mali ya kuweza kuuzwa likalipa ili deni, kadhi anaweza kulazimisha hii mali iuzwe na itaswih biashara hiyo. Taban, kisha waislamu man yushtara lahu almushaf, waislamu man yushtara lahu mushafun au nahwu. Hizi ni katika shuruta ambazo tumesema huku katika Fathul Qarib, hazipo wala katika Abi Shuja. Sharti nyingine ni lazima uislamu wa yule ambaye kwamba anayenunuliwa msahafu. Mtu anayenunua mushaf lazima muislamu, hata kama bitawkil, kwa kumwakilisha mtu aenda akamnunulie, haisihi, lazima awe ni muislamu. Mushaf au nahu au mfano msahafu, ka kutubi hadithin, kama vitabu vya hadithi, au ilmin au vitabu vya ilm, fiha atharu salaf, ambazo kwamba vitabu vya ilmu ambavyo kwamba ndani yake kuna athari za salaf. Au muslimun, au mtu ambaye kwamba ananunuliwa muislamu. Haya sasa ni masala mengine, masala ya biashara za watumwa ambazo kwamba zilikuwa huko zamani, biashara za watumwa. Au muslimun au man yushtara lahu muslimun, au mtu ambaye kwamba anayenunuliwa muislamu, yani mtu ameagiza akanunuliwa muislamu, biashara za watumwa. Haisihi kuuziwa kafiri mtumwa muislamu. Tuko sana, yani kafiri hawezi kumiliki muislamu bishara, kwa kununua. Allahumma akimiliki kwa sura zingine ambazo kama fuqaha wamezitaja taban zaidi ya 20, kama labda mtu amemmiliki kwa vita na mfano wake, hai masala mengine sasa. Ama kwa kununua la. Au murtadun, au murtad, hata murtadi pia kafiri hawezi kuuziwa mtumwa ambao kama ni murtad. Fala yasihu milku lkafiri limushafin wa nahwihi, haisihi kafiri kumiliki msahafu na mfano wake, lima fihi min alihana, kwa sababu kuna ndani yake kudhalisha msahafu au huyu mtumwa wa Kiislamu. Wala limuslimin, wala haisihi kafiri kumiliki muislamu, lima fihi min alidhlal, kwa sababu ndani yake kuna kumdhalilisha huyu.
Waqad qala ta'ala, halikuwa Mwenyezi Mungu amesema, walan yaj'ala Allahu lilkafirina 'ala almu'minina sabila, wala Mwenyezi Mungu hatojalia kwa makafiri njia kwa fikia Waislamu, yani kwa miliki Waislamu. Walibaqai alaqati lislami fi lmurtadi, anaeleza kwa sababu gani kafiri asiuziwe mtumwa ambao kwamba ni murtadi, kwa sababu kuna alaqa ya Uislamu, kuna damu ya Uislamu ndani yake, pande la damu la Uislamu. Washurita fi lmaqudi alayhi, na imeshartiwa katika kile kitu ambacho kwamba kenye kufanyiwa muamala, iwe ni thamanan au muthman, yani ile pesa, yani si lazima pesa toman, thamani ambayo kwamba unayotoa kununua, au muthman, au kile unachokinunua, imeshartiwa nini? Kaunuhu tahiran, lazima kiwe ni tahara. Ikiwa ni kitu ambacho kwamba ni najis, ainu najis, la yasihu bai'uhu, la yasihu an yakuna thamanan au muthmanan. Kitu ambacho kwamba ni najis, dhati yake ni najisi, kama tutakavyoona taban, mfano kama tulivyoeleza mbwa, damu, mbolea na mfano wake, hivi havisihi kuviuza bilafdhi albay'. Inasihi kuuza kwa namna nyingine, sura nyingine tulieleza, rafu'ul yadi anil ikhtisas, kaunuhu tahiran, kuna ainu najis, chenyewe ni najisi, lakini sura nyingine ni kitu ambacho kwamba ni mutanajis. Kuna shay'un najisun na shay'un mutanajis, ni vitu viwili tofauti. Shay'un najis chenyewe ni najisi, mutanajis ni kitu ambacho kwamba kilichonajisika. Hiki nacho kina sura mbili. Kuna kitu ambacho kwamba ni mutanajis, ambacho kwamba yumkinu tatuhiruhu, inawezekana ukitoharisha, mfano kama kanzu na mfano wake, hii inafaa kukiuza. Lakini shay'un mutanajis ambacho kwamba haifai, yani haiwezekani kukitoharisha, mfano kama labda juisi iliyoingia najisi, hii ni mutanajisi ambao kwamba huwezi kuitahirisha. Lakini kwa mfano kama mafuta pia ambao kwamba iliyoingia najisi, mkojo na mfano wake, alqauli al-adhhar au arrajih katika madhhabi ya Shafi'i ni kwamba huwezi kuitahirisha. Lakini Hanafia na kauli ya ulama wengine wanasema la, mafuta unaweza kuyatahirisha. Ni kauli taban pia ipo katika asala Shafi'ia, ambao angaa haina nguvu kwamba inafaa kutahirisha mafuta. Mvipi? Mathalan mafuta yameingia mkojo, wanasema unaweza ukaja ukaiweka maji, kisha ukayatikisa, kisha ukaweka katika chombo maalum ambacho kwamba taban yakitulia, si yale maji yatafanya nini? Yatatoka, yatabaki mafuta, si ndio? Utatoa yale maji, yatabaki mafuta. Asema hapo itakuwa umeyatahirisha. Hii ni kauli ipo taban kwa Shafi'ia, ngasi kauli yenye nguvu, lakini kwa Hanafia pia iko. Sasa inabaki masala, je, mafuta hayo inafaa kuyauza au haifai? Hayo ni masala mengine. Unaweza kuyauza, lakini ikiwa hayana madhara, yani taban katika fiqhi haya yashataharika, kadhi imeisha. Lakini je, umeyatahirisha, hakuna chembe chembe ambazo kwamba zilizobaki katika hiyo najisi ambazo kwamba zinaweza kudhuru kwa matumizi ya binadamu? Ikiwa hayo yako, lazima utakayemuuzie mbainishie kwamba haya mafuta bwana yalikuwa na najisi hivi, tukayatahirisha. Akitaka kununua ya Allah, asipotaka basi, au labda atainunua kwa thamani ambayo kwamba iko chini, au kwa matumizi ya binadamu. Lakini labda unaweza kuyauza kwa matumizi mengine kama kutengenezea sabuni, mishumaa na mfano wake. Hayo miamala kama hiyo itakuwa inafaa. Naam. Kaunuhu tahiran mumtafa'an bihi, kitu hicho kiwe kina manufaa. Lazima kiwe ni kitu ambacho kama muntafa'un bihi, ambacho kwamba watu wananufaika nacho. Taban muntafa'un bihi shar'an, ikiwa ni kitu ambacho kwamba kina manufaa lakini sio kisheria, mfano kama alatul malahi, vitu hivi vya pumbao kama haya maudi, sijui manini yale, makinanda, madegani, hivi ni vitu vina manufaa lakini shar'an ni haram. Lil'aqid alayhi wilayatun, yule mtu ambaye kwamba anakiuza kile kitu awe ana wilaya, awe ana umiliki. Angalia, ametumia lafdhi ya wilaya, hakutumia lafdhi ya milki, sababu hii lafdhi ya wilaya ni pana kuliko ya milki. Wilaya kwa sababu mtu weza kuwa una wilaya, una utawala juu ya kitu kwa sababu tatu. Ima una wilaya ya milki, ni milki yako,
au una wilaya ya wikala, umewakilishwa na mwenye nacho, au wilaya ya wali. Kwa mfano wewe ni msimamizi wa mtoto mdogo, kwa hivyo wewe ni wali wa ile mali, au ni wali wilaya ama ni kadhi na mfano wake. Maki ametumia lafdhi ya wilaya, hakutumia lafdhi ya tamliki, kwa sababu hii ni pane na beba zaidi kuliko lafdhi ya milki. Kwa hivyo lazima uwe na milki, uwe kitu unachokiuza una usimamizi nacho, una utawala nacho. Manake hapa akwepa ile bai ambayo kwamba inaitwa bai'ul fudhuli. Bai'ul fudhuli mvipi? Mtu kuuza kitu ambacho kwamba si chake, aje achukue kitu alafu aenda akakiuza, mali si yake unaenda kuiuza. La, biashara hiyo bai'ul fudhuli haifai. Hata kama yule mtu ambaye kwamba mwenye nacho baada yake atakuja kubariki au kuidhinisha, pia itakuwa haifai, kwa sababu wewe ulipokuwa ukikuuza ulikuwa una wilaya juu yake. Ito bai'ul fudhuli haifai. وشرط في الصيغة imeshartiwa katika sigha ijaban wa qabul, ijaba wa qabul, alla yatakhallala bainahuma kalamun ajnabi, yasiingie maneno ambayo kwamba yakanda ambayo kwamba yapo katika maslahi ya tijara, kama khutba na mfano wake. Mfano, nakuuzia bwana hii gari, lakini hii gari bwana nimerithi kutoka babangu, ichunge sana bwana, chunge sana, itunze sana. Kama huwezi kuitunza naambia kabisa bwana nimerithi kwa babangu. Haya maana ambapo kama ni ajnabi haifai kuingia katika ijab na qabul. Ama mfano kama khutba, nimekuuzia hii gari, alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah, inafaa. Wala sukutun tawil, usio kuna kinyamazo kirefu baina al-ijab wal qabul. Nimekuuzia alafu ukanyamaza, wa huwa na hiyo asukutu tawil, kinyamazo kirefu ambacho kwamba hakifai kuingia katika alijab na qabul baina nimekuuzia nimenunua. Ma ash'ara bil i'rad an al qabul, ni kinyamazo ambacho kwamba kinachojulisha kughairi, kukubali kununua kile kitu. Nyamaza, nikubali, ana kana kwamba kuna fikiri imekujia ambapo kwamba inakwambia usinunue, hiyo haifai. Wa an yatawafaqa al ijabu wal qabul, na ila al ijabu wal qabul iwafiqiane. Yani mfano, nimekuuzia gari yangu Noah kadhaa ya mwaka kadhaa, ile nyekundu kwa shilingi kadhaa, lazima nao useme nimekubali kununua Noah yako kadhaa ya rangi kadhaa ya mwaka kadhaa kwa shilingi kadhaa. Ama mfano, nimekuuzia gari yangu Noah sampuli kadhaa rangi kadhaa, au ukasema nimekubali kununua ile Land Cruiser yako nyeupe ya mwaka kadhaa kwa thamani kadhaa. La, hapo hakuna kuwafikiana baina ya qabul na ijabu wal qabul, baina ya neno la kuuza na kununua hakuna kuwafikiana. Yani hata mikataba lazima iwe sawa sawa, yani iwafikiane, kile nilichokuuzia ndio kile ambacho kama umekubali kukinunua. Walau maana, hata kama ni kwa maana, yani hata kama ila alijabu wa qabul haito wafikiana bil lafzi, hata kama kwa maana. Mfano, nimekuuzia gari yangu Noah ya mwaka kadhaa ile ya yellow, ukasema nimekubali kununua Noah yako kadhaa ambayo kwamba yenye rangi ya njano. Yellow na njano ni hiyo hiyo, matamko yametofautiana lakini maana ni moja. Wa adamu ta'liq, lakini kusio kuna ta'liq, kufungamanisha na kitu. Nimekuuzia hii gari yangu kadhaa ya mwaka kadhaa rangi kadhaa, babangu akikubali. La, hakuna ta'liq. Hata kama babako akija akakubali, hiyo biashara haifai. Wa adamu ta'qid, kusio kuna umuda. Nimekuuzia gari yangu hii kwa muda wa miezi 10. La, hakuna ta'qid. Bai' ili itimie lazima hiyo kuna at-ta'bid. Ta'qid haifai, hiyo itakuwa ni ijara sasa, kama ni muamala mwingine huyo, muamala mwingine huo. Haya ni katika baadhi ya mambo ambayo kwamba ya msingi ambayo kwamba katika sharhi huko hayakutajwa, lakini haya maelezo nimesoma kutoka katika Hashiyatul Bajuri. Haya maelezo nimesoma katika Hashiyatul Bajuri ambapo kwamba ni maelezo ambapo kwamba yana maslahi na hii faslu ambapo kwamba tumeisoma, ambapo kwamba yanaweka wazi baadhi ya mambo au shurut ambazo kwamba hazijaelezwa hapa. Mpaka hapa tutakoma. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rubama insha Allah ta'ala katika darasa ambapo kwamba inayofuatia taweza kufafanua pia baadhi ya vipengele ambavyo kwamba tumevisoma kutoka katika hashia, baadhi ya nukta ambazo kwamba ni muhimu pia tutaweza kuzieleza. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mtu kama una mushkili wowote
unaweza kunitumia message katika comments, au unaweza ukachukua namba yangu hapo iko ukanitumia swali lako katika njia ya WhatsApp. Swali kama unataka kuuliza, tuma katika njia ya WhatsApp au tuma katika njia ya comment. Njia ni mbili, WhatsApp au comment. Wa ila nafikiri hatuwezi kulijibu kwa sababu inakuwa ni ngumu sisi kulipata. Njia nzuri ni comment ni WhatsApp. Na kama mtu una mulahadha, mtu una ushauri wowote, unaweza kutupa pia.